Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa hapo Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Mei 25 Jumatatu, ambapo kwa mara ya tatu vituo vya kuwahudumia wagonjwa wa homa ya Ebola vimelengwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi vituo wagonjwa waliondoka wasijulikani waliko. Kusema kweli, wakaaji wameshambulia vituo vya afya hapa nyumbani Bunia na sehemu za Mungwalu. Ni kutokana na fununu ambazo watu husema kwamba virusi vya Ebola kama ugonjwa wenyewe kweli imekuwa ni business na si ugonjwa kawaida. Pia tutakuwa na kikosi chetu kutoka viwanjani na kapu la michezo. Arsenal tumetukanwa sana. Miaka 22 sio midogo ya kunyanyasika, lakini tuliendelea kuwa na moyo, uvumilivu na imani kwamba kuna siku itafika. Basi baada ya miaka 22 kweli imefika na kweli tumechukua kombe. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Ibrahimu Hassan. DRC. Kwa mara nyingine, vijana wenye hasira kali wamevamia hospitali inayohudumia wagonjwa wa Ebola katikati ya mlipuko mpya wa ugonjwa huo mashariki mwa Kongo Jumapili hii. Hii imewalazimu wahudumu wa afya kujaribu kuwaokoa na kuwahamisha wagonjwa, huku milio ya risasi ikisikika eneo hilo. Haikufahamika mara moja kama kuna mtu yeyote aliyejeruhiwa katika shambulio hilo dhidi ya hospitali kuu ya Mongwalu, lakini Dr. Richard Lokudu ambaye ni mkurugenzi wa hospitali hiyo alisema washambuliaji walidai wakabidhiwe miili miwili ya ndugu zao. Shambulio hilo ni la tatu ndani ya wiki moja dhidi ya vituo vya afya ambavyo wafanyakazi wa afya wanapambana na ukosefu wa rasilimali katika kutibu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, ugonjwa ambao shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Aidha, miili ya watu waliokufa kwa Ebola inaweza kuwa na maambukizi makubwa na kuchangia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo wakati watu wanapojiandaa kwa mazishi na kukusanyika kwenye misiba. Vile serikali imesema mikusanyiko ya misiba pamoja na mikutano yenye watu zaidi ya 50 itapigwa marufuku kaskazini mashariki mwa Kongo ili kusaidia kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Mapema Jumamosi hii, kundi la wakazi wa Mongwalu katika jimbo la Ituri ilivamia na kuchoma moto hema lilokuwa limetengwa kwa ajili ya wagonjwa wanaoshukiwa au kuthibitishwa kuwa na Ebola. Katika shambulio hilo, watu 18 waliokuwa wakishukiwa kuwa na maambukizi ya Ebola waliondoka katika kituo hicho na mpaka sasa hawajulikani walipo. Dakar, Senegal. Spika wa bunge la Senegal amesema anajiuzulu siku 2 baada ya mshirika wake wa karibu kufutwa kazi kama waziri mkuu katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa. Hatua hiyo ya Spika El Malick Ndiaye inafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kuwania nafasi ya mkuu wa bunge, ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa bunge. Maamuzi haya yanaweza kuongeza chachu katika juhudi za mageuzi za Rais Bassirou Diomaye ambaye alimfuta kazi mshirika wake wa zamani Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano. Ndiaye alisema kupitia mtandao wa Facebook kuwa uamuzi wake wa kujiuzulu ulikuwa uamuzi binafsi. Aidha, Faye alipata urais kwa kiasi kikubwa kutokana na Sonko ambaye bila shaka angechukua nafasi hiyo ya juu kama angezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita wa rais kutokana na hukumu ya kashfa. Chama chao cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa mwaka 2024 kwa ahadi ya kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa, kupambana na rushwa na kurithi uchumi uliokuwa umeelemewa na madeni.
Cotonou, Benin. Rais mpya wa Benin, Romuald Wadai, ameahidi katika sherehe zake za kuapishwa Jumapili hii kuwa atakabiliana na ongezeko la vitisho vya usalama na kuhakikisha ukuaji wa uchumi unaleta maboresho halisi katika maisha ya wananchi. Wadai alichaguliwa April 12 kwa kupata zaidi ya 94% ya kura dhidi ya mpinzani wake Paul Hope, kulingana na matokeo yaliyothibitishwa Jumapili na mahakama ya katiba. Romuald anamrithi Patrice Talon ambaye aliongoza taifa hilo la Afrika Magharibi tangu mwaka 2016 na kuondoka madarakani baada ya mihula miwili kwa mujibu wa katiba. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 49 na aliyekuwa waziri wa fedha kwa zaidi ya miaka 10 anatarajiwa kuendeleza ajenda ya mageuzi ya Talon ambayo ilisaidia kukuza uchumi wa Benin na kuboresha mazingira ya biashara. Katika eneo ambalo baadhi ya viongozi wamekuwa wakitaka kuongeza muda wao wa kubaki madarakani, Wadai pia alisisitiza kujitolea kwake kwa misingi ya kidemokrasia. Lagos, Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Tinubu atawania muhula wa pili wa mwisho wa miaka 4 Januari ijayo baada ya kumshinda kwa kishindo mpinzani wake asiyejulikana sana katika kura za mchujo za chama tawala. Chama tawala cha All Progressive Congress kilifanya kura zake za mchujo Jumamosi baada ya mgombea wa kushangaza Stanley Osifo kumpinga Tinubu. Rais huyo alipata karibu kura milioni 11 dhidi ya kura 16,500 za Osifo. Aidha, Tinubu amesifiwa na wawekezaji wa kimataifa baada ya kutekeleza baadhi ya mageuzi makubwa zaidi nchini Nigeria, ikiwemo kuondoa ruzuku ya mafuta na umeme, kufuta udhibiti wa fedha za kigeni na kufanya mabadiliko makubwa ya mfumo wa kodi. Nafasi ya Tinubu kushinda tena uchaguzi imeongezeka baada ya muungano wa upinzani uliokuwa unatarajiwa kutoa mgombea mmoja dhidi yake kuvunjika mapema mwezi huu. Tinubu aliingia madarakani mwaka 2023 baada ya kuwashinda wapinzani wake wakuu wawili ambao walipinga matokeo mahakamani wakidai uchaguzi ulikuwa umeibiwa. Namwona sasa Gabriel Ingubu na kikosi chake cha spoti yupo unyo kutoka viwanjani na Kapulao. Karibuni sana. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu. Leo tupepete spoti pamoja. Tuanze na Afrika Mashariki ambako mashabiki wa timu ya Arsenal inayoshiriki ligi kuu ya Uingereza hawakuficha furaha yao ya tasa kupata mtoto baada ya ukame wa kuinua kombe hilo kwa miaka 22 kunyunyuziwa maji. Mwanahabari wetu Kilbad Ruyange akiwa studio zetu za Burundi amefuatilia tarumbeta hizo za wanabunduki. Mbwembwe, vifijo na nyimbo zimetanda katika miji mbalimbali barani Afrika kusherekea ushindi wa timu ya Arsenal inayoshiriki ligi kuu ya Uingereza kuinua taji baada ya miaka 22. Mashabiki hao ambao wamejiunga katika vikundi vya ushabiki kutoka sehemu tofauti wamemiminika barabarani na sehemu za burudani kushangilia. Jiji kuu la Dar es Salaam, Tanzania lilikuwa halikali kutokana na ushangiliaji huo ulioanzia makanisani kwa shukrani. Arsenal tumetukanwa sana. Miaka 22 sio midogo ya kunyanyasika, lakini tuliendelea kuwa na moyo, uvumilivu na imani kwamba kuna siku itafika. Basi baada ya miaka 22 kweli imefika na kweli tumechukua kombe, na nadhani ukiona wale makocha maili wanastaafu kama Klopp, kama Guardiola, Arteta sasa ndo anaingia. Nchini Kenya hali ilikuwa sawia na hiyo. Wengi walianza na ibada makanisani kabla ya kuelekea barabarani. Michael Mackenzie kutoka magharibi mwa Kenya hakuficha furaha yake kutokana na juhudi zao za kutia hamasa kwa mashabiki. Msimu huu wako imara kubeba ligi hiyo tena. Timu yetu imechukua ubingwa wa Uingereza. Na ningependa kufahamisha kwamba kama shabiki ama mimi shabiki wa Arsenal, tuko na makundi mbalimbali ya mashabiki, kama vile kila sehemu ya Kenya iko na yale matawi ambayo tunaita branches ya mashabiki wa Arsenal. Napata kwamba kuna Bungoma branch, Machakos ukienda kuna Arsenal branch, ukienda Nyeri, ukienda Meru, na ulipoangalia kulikuwa na sherehe nchi nzima bado zinaendelea. Kwa hivyo mashabiki wa Arsenal si wa kushabikia tu mpira, bali wamejiunga katika vikundi ambavyo kwamba vinasaidia sana jamii ama vinakusanya kila ambacho wako nacho, ama tunasema resource mobilization, na kusaidia makundi mbalimbali katika jamii. Kwa hivyo baadhi ya kazi ambazo tunafanya ni kama vile kuna blood donation ambayo tumefanya karibu mara 2 mwaka huu. Tumekuwa na kutembelea vituo vya watoto mayatima. Tunapotembelea vituo vya watoto mayatima,
tunatembea na vitu kama vile vyakula, mavazi na hata hela huwa tunachanga. Ile siku kuu ya kupanda miti tulipanda miti kule Mlima Elgon, tulipanda miti hapa Bungoma. Kwa hivyo tumefanya kazi nyingi ambazo zinagusa jamii. Ni baadhi tu ya kazi ambazo tumefanya msimu huu kusaidia jamii. Kuna wakati kalenda ikitoka, huwa tunafuata kalenda ya Arsenal fans worldwide. Kwa hivyo wanatoa kalenda ambayo hutolewa dunia mzima. Jijini Kampala, barabara za jiji hilo zilishuhudia halaiki ya watu sawia na zile za kampeni kinyume na tahadhari iliyokuwa imetolewa na serikali kuhusu kutangamana kwa watu kwa sababu ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Naam, si mwingine tena, jina langu ni Mwalimu Samuel Kasero, mwalimu wa Kiswahili hapa kutoka Uganda na mshabiki wa timu kubwa, timu ambaye imewahi kuchukua vikombe mbalimbali na hapa nchini Uganda. Mimi na mashabiki wengine tuna furaha tele. Mimi nina furaha tele kwa kwamba tumemaliza miaka 22 na hatujawahi kupeleka kombe hili. Mimi kwangu nina furaha tele, na jambo hili limenifundisha kwamba ukitenda jambo fulani hata ukiwa hujafanikiwa, muamini Mungu kwa kwamba siku moja utafaulu. Na hapa jijini Bujumbura mambo yalikuwa tofauti kidogo, ambapo hakujatokea mashabiki kushangilia ushindi wa Arsenal kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ukweli kwamba wengi wanashabikia timu kuu mbili ambazo ni Real Madrid na Barcelona. Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Burundi. Tukishuka hadi Dar es Salaam ni kwamba kikosi cha timu ya Taifa Stars kitakachowakilisha Tanzania katika mechi za kirafiki na kujiandaa kwa AFCON kimetangazwa, huku ligi ya Tanzania bara ikiwa inaendelea kinyume na matarajio ya mashabiki wa soka Tanzania. Mwanamichezo wetu George Jogopa alitangamana nao jijini Dar es Salaam. Timu ya taifa imetangaza kuelekea michuano ya kirafiki, lakini ndio hivyo tu. Naam, Gamondi ameendelea kukiboresha kikosi cha timu ya taifa kutokana kwamba sasa hivi wachezaji wengi wamekuwa ni katika mchanganyiko. Kwa mfano umeona Simba na Yanga wametoka wachezaji watatu tu, Pamba katoka mmoja, Coast katoka mmoja, Azam ndio timu ya wachezaji wengi katika mataifa ambao ni wachezaji 5. Naona anaendelea kukiboresha na wengi asilimia kubwa mtoka nje ambao wanacheza nje ya nchi. Kwao natarajia timu ya taifa sasa inakwenda kuimarika. Naona Gamondi ameamua sasa kuisuka hii timu yetu. Na katika AFCON tunaweza kufanya vizuri zaidi kutokana na hichi kikosi kinakwenda kucheza mechi za kirafiki kati ya Uganda na Rwanda, ambapo ni mechi za kalenda za FIFA. Tutarajie mambo mazuri katika mechi za kirafiki. Anasema Gamondi amefanya uzuri. Mtazamo wako ni nini? Of course Gamondi amefanya uzuri kwa sababu ni mtu ambaye amekaa Tanzania muda mrefu, amefundisha vilabu kama Dar es Salaam Africans, Singida, anawafahamu wachezaji kwa muda mrefu wa ligi yetu ya Tanzania kutokana na uzoefu ambao amekaa hapa, na kikubwa ambacho mabadiliko ambayo amefanya, nadhani amejaribu kuacha wachezaji ambao tulikuwa tumewazoea, amejaribu kuja na damu mpya. Ukiangalia tuna mashindano makubwa yanakuja ya AFCON na sisi ni moja kati ya wenyeji ambao waandaaji wa mashindano. Kwa hiyo anataka tufike same fulani, na unajaribu kuona ameanza vizuri. Kwa mara ya kwanza ameweza kuingiza timu ya taifa katika 16 bora ambayo haikuwahi kutokea huko miaka ya nyuma. Kwa hiyo tunategemea baada ya hapa ilipofikisha, maana tunategemea makubwa zaidi kutokana na maandalizi ambayo amepewa ya muda mrefu katika kuiandaa timu ya taifa. Ligi nyingi zimeisha duniani. Tanzania bado mpaka kesho zinacheza mechi. Mimi naona unajua katika ligi zote zimeisha hapa. Tanzania mpaka sasa zinacheza. Nadhani hiyo nguvu wa chama chetu cha mpira. Chama chetu cha mpira hawaweki ratiba nzuri. Na hiyo inaweza kuleta athari kwenye AFCON. Kwa sababu AFCON inatakiwa ichezewe hapa. Sasa ukiona kama ligi yetu inasuasua, hiyo inaweza kuwa tatizo sana kwa ile. Anasema eti ligi inasuasua. Ligi la changamoto. Na management nzima, TFF, bodi ya ligi yote wote wanazingua, hawana ratiba ya kueleweka. Hapo pia upangaji wa matokeo unaweza kawa pia ni sehemu ya cash flow, upangaji wa matokeo. Unaelewa? Inakuaje ligi kubwa kama hii namba 5 Afrika inakosa kuwa na ratiba iliyonyooka? Anasema ligi namba 5 Afrika ratiba haijanyoka. Ni kweli ratiba haijanyoka. Mpaka sasa hivi nchi ya karibu nyingi zimeshatanga kikosi chake cha taifa. Lakini Tanzania mpaka leo hajaongeza kikosi cha taifa. Kwa hiyo inaonekana uongozi wetu unakuwa huko vizuri. Amecheza kidogo, kikosi kishatangaza. Vikosi vingi vya timu ya taifa zote duniani vimetangazwa. Unaona? Na bado ligi bado mechi 5. Kwa hiyo bado kuna wiki 5 mbele. Ambapo kombe la dunia linaanza ndio ligi ya Tanzania inaisha. Unaona? Kwa hata uwekezaji
watashindwa kuja kuinvest kwa sababu kwenye upande wa ratiba hatuko organized vizuri. Nyoyo za mashabiki wa kabumbu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekadhabika baada ya sherehe ya kuaga timu yao ya taifa hapo kesho kufutiliwa mbali kutokana na hofu ya mlipuko wa Ebola. Mwandishi wetu Freddy Tendilonge ameitendea haki habari hiyo. Zikibaki siku 18 tu kabla ya kuanza kwa toleo la 23 la kombe la dunia litakalofanyika Marekani na Mexico, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imekabiliwa na changamoto kadhaa ambazo ni kama masharti ya Marekani kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa nchi. Katika pitapita zangu nakutana na kikosi cha mashabiki wa timu ya taifa ya DRC wakifanya maandalizi ya nyimbo na ngoma, ingawa mashabiki hawa hawatapewa visa kuingia Marekani au Mexico ili kuhudhuria kombe la dunia kutokana na amri iliyotolewa na ikulu ya Washington. Bwana, sisi tunajiandaa kwa kwenda Marekani kuhudhuria kombe la dunia pamoja na timu letu la Leopard. Ndio maana unaona tunajiandaa hapa, ngoma, manyimbo na yote ambayo tutaenda kufanya huko pamoja na Leopard. Bwana, kweli nyinyi bado mna imani ya kwenda kuhudhuria kombe la dunia licha Marekani kusema kama DRC kuna Ebola na raia wake inaonekana kuwa watakuwa na kipindi kigumu cha kupata visa kwenda kuhudhuria kombe la dunia? Hapa sisi hatuna Ebola. Ebola iko huko mashariki ya Kongo. Hapa ni Kinshasa. Anakuwa hata kesi moja ya Ebola. Ndio maana hatuache sisi twende tushabikie nchi yetu ya Kongo. Changamoto lingine kubwa, timu imeamuriwa kuingia karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia Marekani ili kushiriki kombe la dunia, licha wachezaji wake 25 kwa wale 26 waliochaguliwa wamecheza nje ya Afrika, na mchezaji pekee ambaye amecheza barani Afrika ni Fiston Kalala Mayele ambaye yuko na FC Pyramid ya Misri. Kusema kama wachezaji wetu watajitenga siku 21, naona kama ni kuwapotezea muda ya maandalizi, neteza kuwa na madhara huko mbele kwa timu yetu. Nadhani sio hatua nzuri na inasikitisha sana kwetu sisi mashabiki. Marekani ina uwezo wote wa kutumia vifaa ili waweze kugundua nani ana Ebola na nani anaweza kuingia nchini mwake, lakini kuchukua hatua ya pamoja kwa raia wa DRC na Uganda kutokuhudhuria kombe ya dunia sio sawa kabisa. Upande mwingine, ratiba ya Leopard ilivurugwa na Ebola. Kabla ya kusafiri kwenda Marekani, timu lilipanga kuzuru Kinshasa tarehe 25 Mei ili kufanya mazoezi mbele ya mashabiki, lakini kwa kuepuka hatari yeyote na kulinda timu, shirikisho la soka la Kongo FECOFA lililazimika kufuta sehemu hiyo ya safari ya Kinshasa, kama anavyosema Dede Landu, mjumbe wa wafanyakazi wa kiufundi wa timu. Programu hiyo ilibadilishwa kutokana na changamoto za kiafya. Haikuwezekana kwetu kurudisha wachezaji Kinshasa ili kuepuka hatari ya kuambukizwa na zaidi ya yote kuepuka vikwazo vya kuingia Marekani. Kwa vyovyote vile, mabadiliko hayo sio muhimu sana kwa sababu tulikuwa na siku 3 pekee jijini Kinshasa. Tutaendeleza tu mpango kama ulivyo nchini Ubelgiji. Mkutano wa Mei 25 utafanyika Brussels badala ya Kinshasa. Hata hivyo, kikosi cha wafanyakazi walio Kinshasa kwa sasa walitakiwa kuwa nje ya mipaka ya nchi kabla ya tarehe 21 Mei ili kuepuka vikwazo na amri ya kutotoka nje ambayo inaweza kuwa na madhara kwa kundi letu. Kwa sasa sehemu ya wafanyakazi wa kikosi cha kiufundi waliokuwa bado Kinshasa, ikiwa ni Robert Kijaba na Pamphile Miayo, walilazimika kusafiri haraka kabla ya tarehe 21 Mei na kujielekeza Ubelgiji ambako timu iko kwa sasa kwa maandalizi ili kuzingatia masharti makali ya mamlaka ya Marekani. Freddy Tendilonge, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa.
Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamemiminika katika barabara za mji wa Nairobi kusherehekea ushindi wa mapema wa Gor Mahia kubeba ligi kuu ya Kenya hata kabla kumalizia mechi za mwisho. Wakati wachezaji wa Absebet walikuwa na train, FC walikuwa na concentrate na Mara. Game inachezwa waje? Inachezwa wapi? Hiyo ndio kazi yao. Kitu mmoja nataka kuambia mbani. Games haishindwi in boardrooms. Games zinashindwa kwa field. Huku ni mali games zinashindwa. Hakuna game inashindwa kwa email kwa boardroom venye nataka. Sasa hiyo wamepigwa na Absebet clean. Anasema Mara refa anatoka wapi? Si Mara refa anatoka wapi? Refa alikuwa anacheza anapigwa clean. Ongea gimamba nyoseka. Ongea gimamba nyoseka. Hii ni kutokana na timu ya AFC Leopards kupoteza mechi yake dhidi ya AP Bomet kwa mabao 2-1 mwishoni mwa wiki, jambo lililowafanya Leopards kusadikia nafasi ya pili, kwani matokeo yoyote kwa mechi iliyosalia hayana tofauti. AP Bomet alisherehekea ushindi huo. Game kubwa kama hii ingekuwa ni game kubwa, na tunashukuru God game plan yetu iliwaka, na I hope we continue like that mpaka next season, ambayo coach na players pia wamejituma, teamwork imekuwa fiti, na above all mindset ya players imekuwa fiti sana. First leg hatukuwa tumejipanga vile, but leo umeona tumejipanga, tulijua loopholes venye kulikuwa, na for the fans we thank them because wamekuja kwa wingi, na we hope they continue like that because hatuwezi wa let down. Hata hivyo, kocha wa AFC Leopards Fred Ambani amesukumia lawama waamuzi wa katikati wa mechi hizi, akidai timu yake imedhulumiwa mara kadhaa hadi kikombe kuwaponyoka chupu chupu. Mwanzo mimi nataka kusema hadharani, kama hatuwezi badilisha officiating Kenya tuko na problem. Hamwezi pata game kama EFC, magame zina decide ligi, then mnaangalia refa kama huyu origin yake ni wapi kwanza, alafu nampea game kama hii na decisive game. Hiyo ni mazeni upuzi. FC Federation afaangalie, amenyima Beda alikuwa anaenda kufunga bao, ashamtoka ameshika bolo hadharani, then no booking no nothing mzee yako na iwezi happen hivyo. Uwezi kuona kuja wa game na usha make decision kitu unataka kufanya. It's wrong. Sijai completely you are but today the only thing tutajipanga, lakini pia itakuwa ni kazi bure kama makocha wanafanya kazi na uamuzi unafanyika pale pengine. Itakuwa ni kazi bure. Kufikia sasa Kogalo wamebeba kombe hili mara 22 katika historia yao, na wana AFC Leopards wakiwa wameibeba mara 12. 22 champions in a row. 22 imeingia very fast. Iwaumia huko 22 champions. Iwaumia huko 22 times. Kulingana na mechi zilizosalia, timu ya Sofapaka, Bidgo United na Kariobangi Sharks zitashushwa ngazi na kuwapa nafasi damu mpya kutoka daraja la pili kuingia kwa ligi kuu msimu ujao. Ni hayo tu kwa michezo siku ya leo. Mimi ni Gabriel Ingubu. Jioni njema. Ni wanamichezo wetu, usikose kuungana nao kila Jumatatu. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge, yani usubscribe na YouTube idhaa Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa hapo Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali imepiga marufuku mkusanyiko wa zaidi ya watu 50 hasa wakati wa mazishi au sherehe yoyote mashariki mwa nchi. Hii inafuatia mlipuko wa homa ya Ebola, ambapo sasa zaidi ya watu 200 wamefariki na wengine zaidi ya 900 kuambukizwa. Aidha, safari za anga kwenda na kuingia mji wa Bunia, kitovu cha mlipuko huo, zimefutwa kwa sasa. Haya yanajiri wakati kumeripotiwa mashambulizi ya vituo vya afya vinavyowahudumia wagonjwa wa Ebola mkoani Ituri. Hapo Jumapili vijana walishambulia hospitali kuu ya Mongwalu wakitaka kupewa maiti 2 za watu waliokufa kutokana na Ebola. Kutoka Beni, Msekedide anaarifu. Kutokana na kuongezeka kwa visa vya Ebola vinavyopanda kwa kasi baada ya ugunduzi wake,
huku mikoa mitatu ikiathirika rasmi, mkiwemo Kivu ya Kaskazini, Kusini na Ituri. Sasa ni wakati wa uhamasishaji pamoja na kuchukua mikakati inayowezekana ili kuhakikisha kwamba magonjwa hayo hatari yanadhibitiwa. Kwanza kabisa ni hatua za serikali iliyopiga marufuku ya kupaa na kudema kwa ndege maeneo yanayoathirika. Kuna pia amri ya kupunguza idadi ya watu wanaohudhuria mazishi wasiwe zaidi ya 50. Mazishi yatakiwa kuwa na kinga pia yenye heshima. Pamoja na hayo, yahitajika kanuni za usafi. Kinachowakera wengi kwa sasa ni mashambulizi yanayoendeshwa na baadhi ya vijana dhidi ya vituo vya afya vinavyowahudumia waathirika wa Ebola, kadiri inavyoshuhudiwa huko Ituri, kitovu cha mlipuko huu, hofu ikiwa nyingi ya maambukizi ya zaidi, kama alivyoeleza mwenzetu Kambale Kima Stefane, mkaaji wa Bunia, aliyetupa mtazamo wake kuhusu sababu za msingi za mashambulizi hayo. Kusema kweli, wakaaji wameshambulia vituo vya afya hapa nyumbani Bunia na sehemu za Mungwalo ni kutokana na fununu ambazo watu husema kwamba virusi vya Ebola kama ugonjwa wenyewe kweli imekuwa ni business na si ugonjwa kawaida. Ya kuongezea ni kwamba timu la kukabiliana dhidi ya ugonjwa huu imeonekana kuwa na mazingaumbwe, sababu vifaa vilivyotumwa toka serikali ya Kinshasa na wafadhili vifaa hivyo bado hawajawasili, na hii imekuwa chanjo ya hali hii ya mambo kuendelea hivyo. Lakini kushambulia hizo vituo vya afya na mahali wanapohifadhiwa wagonjwa ambao wamekuwa wakisumbuliwa na virusi vyenyewe vya Ebola, na wagonjwa wao kukimbia na kujipenyeza katikati ya wakaaji, ina uwezekano wa kupelekea kwamba watu wakaathirika zaidi na kuambukizwa virusi hivyo. Kwa hivyo serikali ingechukua mikakati inazohitajika kwa ajili ya kukabiliana ipasavyo na hali hii ya mambo, la sivyo watu waweza wakaangamia. Kwa kweli hali hii yaleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia, hata nje ya mtaa unaoathirika zaidi. Mfano ni wakimbizi wa ndani wanaopatikana Kasindi Lubiria, ni ndani ya sekta ya Rwenzori kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kenye mimi naona sana bange tusaidia batusemenjo kubanganga, batupatie mambegeti ya kunawa mikono, batupatie makashne na desinfectant. Ndio tunapasha kwanza nani sana jua kugabula mu makartier kwa shefu bala barasa vile kwa motare vile kwa makafe ubie pale kwa wanaoshiaka tu batu bakwe na ile mambegeti. Ile ni maana sana, inaweza tukinga sana mlipuko wa Ebola katika sekta ya Rwenzori. Sisi wakimbizi tunaipokea kabisa vibaya sana. Tunasikitika kuona tunakimbia vita mahali tulipokimbilia, tena tunasikia na mlipuko wa Ebola nao unakuja unatufuata nyuma, ijapokuwa siku tunamaliza miezi kadhaa hatujaona hata msaada wowote kutoka kwa serikali, hata kutoka kwa mashirika za kiutu ambazo zinapaswa kuhusika na misaada. Msekeride, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Msekedide. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City narusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Na hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.